Mamlaka ya KRA ilikusanya ushuru wa shilingi trilioni 2.8 katika kipindi cha mwaka wa kifedha uliokamilika mwezi Juni, ambao ni 4.18% chini ya kiasi kilichotarajiwa cha shilingi trilioni 2.968. Halmashauri hii inasema kiasi kikubwa cha fedha hizo kilitoka sekta ya utengenezaji bidhaa, kawi, fedha, bima, habari na mawasiliano, miongoni mwa nyingine. Fedha hizo hata hivyo ni ongezeko la 10.6% ya kiasi kilichokusanywa mwaka uliotangulia, huku kuimarika kwa uzingatiaji wa ulipaji ushuru na mageuzi ya kidijitali ya serikali yakipiga jeki juhudi za kupanua wigo. Shilingi trilioni 2.844 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 hazikufikia lengo la halmashauri hiyo ya kukusanya shilingi trilioni 2.968. Ushuru wa forodha ulipiku kiasi kilichotarajiwa, huku shilingi bilioni 988.8 zilizokusanywa zikichangiwa kwa kiasi kikubwa na kuimarika kwa mapato kutokana na mafuta. Halmashauri ya KRA wakati huo huo ilikusanya shilingi trilioni 1.851 kutoka ushuru wa nyumbani, hata ingawa haikufikia lengo lake la shilingi trilioni 1.991. Sekta za utengenezaji bidhaa, kawi, fedha, bima, habari na mawasiliano na uzaji bidhaa kwa jumla na rejareja zilichangia 62% ya ushuru uliokusanywa. Kamishna mkuu wa halmashauri ya KRA Adan Mohamed amesema matumizi ya teknolojia ukiwemo mfumo wa eTIMS, uchanganuzi uliojikita kwenye akili unde na mfumo wa kidijitali wa ulipaji ushuru ulifanikisha upanuzi wa wigo wa ushuru na kupunguza ubadhirifu. Adan alisema ushuru kutoka kwa kampuni zilizomo humu nchini uliongezeka kwa 14% hadi shilingi bilioni 347.1, huku mapato kutoka michezo ya bahati nasibu ongezeka kwa 24.9 hadi shilingi bilioni 16.5.